Mwomboko? Mwomboko? Okay, asante. Okay, that is just by the way. Wazazi, next time we call you, come with your team. Uende nyumbani, mjipange, ulete timu wapi? Hiyo ni timu ya walimu, umeona timu ya watoto. Asanteni sana. Kwa hivyo, hatujamaliza, tukai tunaendelea. Umeona hawa watoto wetu, hawa wamecheza hapa drama. Na kama mlisikiliza, haya ni masomo. Besides our curriculum in education, we have got extra curriculum. Na watoto wamewaambia, you allow them to do what? To participate. I have shown you the county rep in this area. He is about to leave. So I'm giving this chance. You have got your own career, your own everything. Let the child try to get his or her own talent. So please, parents, it's a message from our people here. So I'm on him. You know we have got our parents here. Since we started, by the time we started, we had a class that St. Anne helped, about 15 children. When we started our school in 2008, this is our 7th year. And we have done KCP for the last 4 years. And our first children, they are in Form 4, the ones we did, the first ones. So we took children from nowhere, from neighbor homes and neighbor homes, so we helped them. Right now, we have got 2 children at the Juris High School in Form 4, and they are doing so well, they are getting A and B+. So we expect them to be university materials. In where? Dagoretti High School, we have got a boy whom we got from nowhere, all the way from Northeastern. I even don't know their parents. I don't know even their home area. We brought those boys here. We gave them here accommodation, and that boy is also doing so well. Right now, we have got other parents who are here. Some of them cannot afford. So what we did, we approached one of our people here who should mind our whatever we are doing. And right now, we have him here. And before he comes, I approached him. I gave him about 80 children who come from our school here, and he really helped us so much. Even if not much, it is something. The children I gave him, about 8 of them, all of them managed to get 5,000 each to add to their school fees. It came this time, and I have them here. So, this one here is for Juris High School. 5,000. They only like the school, the child will be written here. And the name of the child is here behind, Joseph Gishu. Those are our children here. I even don't know their parents. The other one is Chief Koinange for Agnes Jerry. The other one here is another for Juris. I told you I've got 2 from 4. Jambi Meshek Budia, 5,000 for Juris. Another one for St. Joseph High School Githogori, around Kiambu area. This is for Hiram Mwangi Maina. Another one is for Buruburu Girls Secondary School for Joroge Annie Wajiko. I wonder whether she's here today. The other one is for Kapsabet High School, that's a national school, for Kimani Lenchon Joroge. The other one is for St. Joseph High School, Githogori. This is for Felix Joki Muraya. All those, plus another one for Kamete High School, for Wambua. So all of them, the 8 of them, he gave us. It is a struggle to get these bursary forms and even to get those checks. So to me, I decided to call him today here. Maybe most of you don't know him. He would have remained with us, but now since due to his duty, he has been called to such house. So I'll just call him here. He say hi to you, and he's our county rep. Initially, we used to call them what? Councillors. Councillors. Nowadays they are called what? County rep. Okay. This boy of ours, may I call him a boy because the boy we have done everything for him, and we are happy because of him. Nasikia wengine wakisema hawajawahi kuniona. Ndio. Kwa majina naitwa Garuya. Wale wanasikianga Garuya ndio the famous name. Naitwa Patrick Garuya. Na tuseme ni asante sana
kwa sababu mimi kwa wale wengine wote nyinyi wenyewe ndio mlienda kwa debe na mkaamua ni nini, si kweli? Kwa hivyo nachukua hii nafasi kwanza kuwashukuru sana kwa kunichagua ili niwakilishe katika bunge ya Nairobi County. Mchukue hiyo nafasi niseme asanteni sana, kwa sababu nimejaribu niwezalo kuwawakilisha, na mkiangalia wakati tunaendesha mambo pale, mimi ni mmoja wa wale ninatunga sheria ambazo nataka ziwafaidi especially nyinyi na watoto wetu na watoto wa watoto wetu. Ningependa kusema wakati mlinichagua, kwanza kabisa tulipoingia pale, siku hizi tunaendesha mambo kama members of National Assembly, MPs. Tuko na committees. Mungu aliniwezesha wakanichagua, nikakaa katika kile kuwa chairman wa committee ya education. Na mimi ndio nilikuja na hii mswada ya kuwa na basari katika kila ward. Walipitisha motion, tukatoa kila ward tukapewa 1.5 million ili kusomesha watoto wetu. Hiyo motion mimi nilipeleka, na sioni kwa nini hamnipigie makofi. Sasa kila ward, kila mtoto tunajaribu kupea hiyo pesa. Lakini sasa niliwachana na hiyo kiti ya chairman kwa sababu watu wangu wa mrengo wa Jubilee waliona hiyo kiti ya chairman ni kidogo sana kwangu. Tukaenda wakanichagua, sasa mimi ndio deputy wa Jubilee katika ile assembly. Sienda hiyo mpigie mimi. Tukiwa pale, that one person has really posted that. So now I am referred in the assembly as the deputy leader of the minority party. Naona hiyo title kubwa sana, si ndio? The deputy leader of the minority party in the assembly. Niseme ya kwamba Mr. and Mrs. Duren, people wananijua sana nikiwa mtoto mdogo. Mimi sijasomea mbali. Nimesomea hapa Kahawa Primary. Hapa tu. Nimesomea hapa Kamiti Secondary School. Sikuenda shule kubwa. Wakati mimi usikia wengine wanaongea mambo ya shule kubwa. Na mimi sijalelewa mbali pale Kamai. Na mimi nimesoma. Hiyo ati naona napewa viti ni nini? Ovyo ni kwa sababu niko na makaratasi. Na hiyo ndio tunataka to make sure tumejaribu kuinua hali ya masomo katika area hii. Kaenda Egerton University, wakutana na msichana ya huyu, kasoma pale. Mimi nimesomesha high school for 10 years. And so when mom called me in the morning, nilisema, hey, I was not even remembering. We have a very tight schedule. I think I have so many functions today. And maybe with time, because of time, sitaweza kuenda zote. So nimemuomba tafadhali, wacha wamalizie hapo niongee kidogo, alafu mniruhusu nikimaliza nifanye namna gani? Nitoke, si ndio? Kwa hivyo mimi napenda hii shule, na hawa ni familia mzuri. Ni watu wanatuonyesha kukaa pamoja, si ndio? It's a very good family. If you all know how these people have started, hawajawahi achana. Hata shule inaitwa Ann na Refred, si ndio? Kwa sababu that is one family. Na hivyo ndivyo wanatusomesha katika shule hii, tuwe na familia moja, si ni kweli? Wewe unakuja na bwana yako hapa shule. Kama saa hii bibi yangu ananigojea pale KBA, that is where I'm a parent. Ananigojea pale ili muomboko kama hiyo ikikuja, sisi tutatokelezea na bibia. Sasa nyinyi muomboko inaimbwa hapa na mnakaa tu, kwa sababu sioni wazee wengi, mimi naona tu wa mama peke yao. Lakini women of this country, you are great. Na siku hizi mmechukua mstari mbele. Wanaume wanawachwa nyuma. I am very sorry. I don't know what is going to happen. Lazima pia sisi wanaume tujikakamu. Tusipofanya hivyo tutakuwa na shida mingi sana. So mimi kwa sababu napenda hii shule, niliona wakati mimi nilisema watu wajiandikishe basari, mama alikuja pale akaandikisha hao watoto ambao wamekuwa akisaidia.
And so I found it very important. Kwa sababu ya hiyo heshima nikampea hao watoto wake wote basari. They were 9. Na sikunyima hata moja. 9 when you multiply by 5, it is that this school ilipatiana 45,000 out of the 500,000. That is a very big percentage, around 10%. And so now, why am I doing this? Kwa sababu I want to ensure how watoto wamekaa shule. The moment you miss school one day, you lose a lot. I have been a teacher and I know. I want to make sure that I maintain those students kwa shule. Juzi tumeenda Kamiti Secondary School, tumepatiana bursaries. Wale ambao wali apply, nowadays nataka ukipata form ya bursaries, sio uongo. That is money. Because wakati wa zamani ilikuwa unapewa karatasi ukizunguka nayo, then hautajua itaelekea namna gani. And I keep following up. When I give you my bursary, mimi nafuata wewe mpaka unirudishie ile form. Kwa sababu ukienda uweke, you are denying another needy person. So tukaenda committee, every person ambaye aliapply bursary ya ministry tulimpea 8,000 and so many others. So we keep those students there. Mheshimiwa naye tukakaa naye chini tukawaletea bursary. Sasa hata kuna mzazi amepata already, alimepata bursary yangu 5,000, amepata ya mheshimiwa 5,000 na amepata hiyo ya ministry 8,000. Huyo mzazi ako na pesa ngapi? Hiyo mwaka mzima amelipiwa. If you find it necessary, ujia bursary na usiogope. Tuko pamoja. Ni ya kila mtu, lakini pia wewe uone kuna mwingine anafaa, mimi sifai, anafaa zaidi. Si ni kweli? So nashukuru sana kwa hiyo. Na hata saa hii kwa sababu tulisema ni 500 ni 1.5 million, kwanza nilitolea kila county rep 100 forms. Sasa kila county rep wa Nairobi ako na forms 200. Hiyo tena ni yeye. Kama wewe unatoka Githurai usikuje hapa kwa sababu pia Githurai iko. So I have started, I have 4 villages, me I divide according to my 5 villages. Mimi ningependa kushukuru whatever I've seen here. Na ni vizuri walimu wachukulie kwa maanani co-curriculum activities. Mtoto asio saa yote anasomeshwa, mpe time pia acheze nje, si ndio? Hata nyumbani wazazi. Wacheni tusifungie hawa watoto. Najua wanafungiwa sana. Si kunafungia hawa watoto sana. Lakini sasa tunajaribu to ensure iko uwanja, ile uwanja inakuwa grabbed. Nataka tukae chini na wenye mashule za kibinafsi, hiyo uwanja ile iko pale to rehabilitate iwe ya watoto wetu, kwa sababu mimi huenda hapo Fridays. And when I look at the situation, wale watoto pale wanachezea, inatakikana tutengeneze vizuri. Nataka tushirikiane na hawa wenye shule. Kwa sababu hiyo uwanja tusipofanya hivyo, it is going to be grab. Lakini haiwezi grabiwa hii miaka yangu 5. Labda wa grab mimi nikitoka. But before mimi nitoke nitakuwa nimefanya kitu. Ili hata wewe wakati unataka mtoto acheze, mpeleke pale. Tumefanya sana na mutisia hapa ili tutengeneze hiyo uwanja na youth group yao. Ile kitu imetulemea ni funding. We have a problem of money. Up to now, hii pesa ya devolution haijafika mashinani. Just the other day we passed a bill. We are hoping it is going to be enacted to become an act. Inaitwa Ward Development Fund. Ili kila ward ipewe 15 million. Hiyo shida mnasikia Chiwagani wanabebwa na maji, tutaimaliza. Kwa sababu nikiwa na 15 million, hiyo ni ya Kahawa West. Kahawa wako na yao. So tunaomba Charles Nyachaia tuchape sana, wanatupiga sana tusipewe pesa ya kuwatengenezea area zenyu. Ndio unaona barabara zetu ni mbaya. Kwa sababu there is nothing we can do. And I'm the person who is near you. Ndio? So nawaomba mtagoja tu kidogo, tumepitisha hiyo. Sasa tunagoja pesa iwekwe kwa account, alafu tena tutengeneze committee zetu hapa Kahawa West. Kila area iwe represented, tuanze hiyo kazi. Na tutafanya. Na tunajua Mungu akiwa nasi, tutafanya. Tuko pamoja. So sitaki kuongea mengi, nikimalizia nataka kusema nyinyi kama wazazi tafadhali tupe walimu support. Si kweli?
Nyinyi kama walimu jaribu kuenquire. Nyinyi kama administration ya shule, it is a triangle. Every one of us is needed. Lakini umeona ile mchezo imechezwa hapa ambayo inaitwa school divided. We need a school united. If you have an issue, kuja shule. Ongea na mwalimu. Ongea na mwalimu ujue shida ya mtoto wako. Na yeye mtoto pia akuje akuambie iko shida. Na tukitatua hivyo, this school will become a big school with your support. And I'm telling you, I want to thank you all parents. Na muendelee kuniombea, na muendelee kunishikilia. Na ukiniona mimi sio mtu ule ambaye atakaa huko juu, mimi niko chini. I have demystified leadership. I have brought leadership to your doorstep. Very soon, I am opening an office right here. If you have any issue, I even invite you to come and open the office. But as we are speaking, I don't allow people to come finding for me. I have an office here kwa chief, hata Monday nitashinda pale. Niko na ofisi pale Kamae, jana nilishinda hapo nikiwapea basari. Niko na ofisi pale Kiwanja karibu na kwa sub chief na wakutanga pale. Mimi sitakangi watu wakuje kunitafuta. Mimi ndio wenda kutafuta watu. Kwa hivyo nawashukuru sana wananchi wa Kahawa West. Na muone tunajaribu kufanya maendeleo kidogo. Barabara ya Bima Road wale wanaishi pande hiyo imekuwa sawa sawa. Sasa tunashughulikia Mukoyo tuone kama hata hiyo itakuwa sawa sawa. Hata engineer alikuwa hapo Sunday. But the problem with Mukoyo, a lot of encroachment. The problem with Mukoyo iko siwa line imepita katikati. Na pia mkisikia mambo mtu analeta insecurity, report to the relevant offices. You report and then immediately you call me so that I can make a follow up. I know there is a problem here, this side of Pale Green Cottage. Tukireport any issues of insecurity. Na niliweka hiyo barabara nikaweka Jubilee Drive. Nimejaribu kuname barabara kidogo ili kwa sababu ya security, na pia tunapatiana hizo barabara kwa kura na kera. Wanakuja wanazipiga picha, wanaenda nazo, wanaenda wanalocate pesa na tutatengenezewa very soon. So I want to thank you and may God bless you. Sasa muniruhusu tafadhali niende huko nao wanione ama sivyo? Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, barabara kabisa. Haya, kabla mwalimu mkuu hajaendelea, kuna wageni ambao wanaendesha ratiba hapa shuleni kwetu. Kuna ratiba ambayo inaongozwa shule kubwa nchini Kenya. Shule kama za Makini walianza ratiba hii. Na sisi kama St. Anne Lutheran hatuachwi nyuma hata sekunde moja. Tukisikia kuna mradi mkubwa unaendelea katika taifa zima, huwa tuko kipaumbele kushindana na zile shule bora zaidi. Hawa wageni ni wageni ambao tumeona kwenye runinga mara kwa mara. Wageni wanaofunza watoto wetu kufanya hesabati bila kushika kalamu. Yaani wewe ukiambiwa 100,000 times 200,000 mara moja unatupatia jibu. Yapo sijui jibu. Mara moja siwezi toa jibu. Lakini kuna hawa wageni wetu mnawaona hapa mbele. Wana ujumbe maalum ambao ratiba hiyo wameanza shuleni kwetu, itakaa kwa takriban miaka kadhaa wakiwafunza watoto wetu kufanya hesabu bila kutumia kalamu. Yaani watoto wenu watakuwa genius in short. Wakishirikiana na wageni wetu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa kualika wageni wetu wapendwa wenye ratiba inayoitwa USIMAS. Kusema na kweli sijui maana ya USIMAS, lakini wanatueleza zaidi maana ya terminology hii. USIMAS ni nini? Na umetuletea nini katika shule yetu? Na tutafaidi namna gani? Na watoto wetu watakuwa magwiji namna gani? Kwa hivyo mwalimu mkuu nakupatia fursa kualika rasmi wageni wetu watuonyeshe vimbwanga vyao. Karibu sana. Okay, asante sana Teacher Patrick. Namsikiliza, nimesikia vile amefanya. Huyu ni mwalimu wetu wa Kiswahili na mtaona performance ya last year and the previous year. So in our program, although you are cutting some of the activities so that we may save time, we want to exploit knowledge from all the areas. I remember when I was in school, I was taught how to do the metal sum. How to do the what? And I could close my eye and really used to get it hard. The teacher would enter the class and say, can you say table of 5, the simplest? If you ever failed, you would get it. And we got it that way. And even today, it really helps me. I can even close my eyes and do all the tables from 1 to 12 and above before you come to the square root and the like. So we want to exploit all the knowledge from all the resourceful people. And today, we have got these people here, 2 gentlemen here. They are in the name of USIMAS. And these are people who are very good at mathematics.
they can help our children, I know. And one day they came to our office, they told us what is happening, we had heard about them. So they entered to the classes, and I hope the children came home and told you about what they had heard. Did they come? Did they tell you? Did you hear about what did you hear about Christmas or what? We heard about abacus. Did you understand what abacus means? You didn't. Okay, you only heard about the abacus. I know some of you know it. So these are the two gentlemen. I'm giving them only maybe only 5 minutes. So please, gentlemen, come and introduce yourself. Wapi makofi jamani, wataalamu hawa jamani. Hisabu wanazofanya huwezi fanya nakwambia. Makofi ya wataalamu jamani. Tuwape tena makofi ya kilo. Wapi makofi wanafunzi wapendwa? Wapi makofi wazazi wapendwa? Karibu sana. Jukwani lako. Asante sana. Wazazi na shule, wakurugenzi wa shule, tunamsalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Joseph, and I'll use both Kiswahili and English. So here I'd just like to introduce my director, Mr. Mayank Shah. He's our country director for UCMAS. Basically, we came to this school and we gave a small demonstration about what UCMAS is all about to your children. Hope they brought back feedback what UCMAS is all about. UCMAS stands for Universal Concept Mental Arithmetic System. It started in Malaysia 20 years back, so it's a 21 years old company. And in the world we are in over 50 to 55 countries. And in Kenya we are 4 years now, and we are in over 35 schools now. We are running this program. What is UCMAS? UCMAS, it's a whole brain development system that we introduce to various schools, and the target is between ages of 5 to 14 years. And in this we enhance various skills of a child, like listening skills, visualization, speed and accuracy, memory, logic, and all around is concentration. Concentration is needed in all in our life. So you can't say that it's only mathematics. We say we don't teach mathematics, we do brain development, because it's the UCMAS is the first #1 brain development program that you can find. You can check even in the website. So what we do is we enhance children's various skills, and in the long run we base it on arithmetic. Arithmetic is basically addition, subtraction, multiplication, and division. And the physical output of this, when we enhance the various skills, is your child can do any arithmetic sum mentally. Be it addition, subtraction, multiplication, addition, decimal point sums, negative sums, mentally, faster than a calculator. We have some kids, we have come with one of our child who attended our center, and we'll just give you a small demonstration of what it's all about. So I'm just going to show you something small of what a student is able to do. I'm going to start first with just addition and subtraction, 5 rows. Then I'm going to go to 10 rows, 15 rows, then 20 rows. Okay? My name is Mashak. I'm from Mount Lavena School. He's one of our students at Area Center. Ready? This is just 5 rows. 4, 3, minus 7, 1, 6. That's it. 7. Next. 8, minus 5, 6, minus 7, 3. 5. Next. When she is calling the numbers, by default it's an addition. When she says 3, 2, 1, it's 3 plus 2 plus 1. And when there is a minus number, she will say minus sign. Okay? So when she's calling some numbers like 3, 2, 7, 8, it means 3 plus 2 plus 7 plus 8, because by default it's an addition. Okay? One more 5 rows. 2, 7, minus 4, 3, minus 8. That's it. 0. Someone wants to try, you can use your mobile. Definitely we have calculator in our mobile. So you can try. And what output you are seeing is the same output you can see in all the children actually.
We have picked him. He comes on Saturday at our Arya Center and he stays on Thika Road. That's why we have picked him, so that we can, on the way going back, we can drop him easily at home. And that's why we have picked him. Yeah. -1, -5, 6, -9, 9, -4, 2, -5. That's it? 2. One more. 6, -5, 2, 6, -4, -5, 1, 6, -2, 4. That's it? 6, -5, 2, 6, -4, -5, 1, 6, -2, 4. That's it? 9. I just need a parent who will We need a volunteer. It should not happen that, we came here And with just one ask a question. child and we might have told him in advance that these are the 5 or 7 sums we are going to ask. These are the answers. Give the answer. Demonstration is over. We don't want to do that. We have ready-made sums, in the whole book. There are hundreds and thousands of sums. You can select your own sum or you can prepare your own one. If you feel that, he might have memorized, which is not possible. So you can prepare your own sum. You can ask him. Right now what he can do is single digit 5 numbers, 1 digit 5 numbers to 10 numbers, manually. Okay? So we have a book also. We need at least one volunteer, one parent who can come forward. You select your own sum. You can ask. any volunteer? Give it to anyone now. They are not coming forward. No, you just ask the questions, then you say that's it. Yes, please. Let's go. 1, 3, -2, 4, 3. 9. Excellent. Let's do another one. 4 -2, 3, 4, -7. 2. Excellent. Let's try another one. 7 -7, 8 -8, 9. 9. Excellent. Good stuff. So that is what he can do. He's just 1 year old. So when they continue, you can get it. Anybody has his own sum? Let us see whether you get it. 4 -2, 5, 8, -9. 6. Correct. Ready? 6 -8, 4 -2, -2, 4, 5, 8, -9. No. No, it's not too fast. What is happening? It's a process. Like, you cannot ask class 1, the child to class 3 question. What is happening? 6 -8. Now, somewhere it is going into negative, which is, we say it's a borrowing. It's not negative. Ultimately, answer may be the positive. So, this is going to learn after one more level actually, not now. So this is hard for you? Not exactly. When it comes to borrowing and the negative answer, they learn in level 5 and level 6 of UCMAS. So when it comes to borrowing, maybe not now, but you can jumble the numbers and you can still ask the same question. So we follow a curriculum where first level, or say first term is a basic term, they learn how to operate an abacus. When they go to the second term, we introduce mental arithmetic. When they go to the 5th term, we introduce multiplication. 6th term, division as well as borrowing. 7th term, they learn negative answers, but at the same time they can do 2 digits also. Mesha, can you do 2 digit sum? You can try? Okay, he can do a 2 digit sum. So let me ask one. I don't have sum, so let me ask one. Ready? 23 plus 4 minus 7. That's it. 23 plus 4 minus 7. 23. Is it right? Let us do one more. Schools of Kenya. Okay? If you have any question, you can ask us. You can take 1 or 2. Thank you. Nishambulie na maswali. Nitawapa majibu mabovu sana. Hesabu hatukuzaliwa nao sote. Ni wachache sana waliobarikiwa na hesabu. Kabla hatujamwalika mwalimu mkuu rasmi, kuna wageni pale ambao wametuletea mchezo wa kutufunza mafunzo mengi.